safi wametahiriwa. Hebu soma fungu la 25 tuone nini kilitokea. Anasema ikawa siku ya tatu walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, nduguze Dina, wakatwaa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua wanaume wote. Sasa kilichofanyika hapa, aliyebaka kufa, baba ambaye anataka kuja kuwa baba mkwe na yeye akafa. Si wanaume wote? Kwa hiyo jamii nzima wanaume wote wakafanya nini? Wakauawa. Lakini wakati haya yanafanyika, Yakobo hakujua. Yaani Yakobo hakujua kabisa kwamba watoto wamepanga kwenda kufanya 1, 2, 3. Kijana na wakati. Kumbe kuna wakati kijana anaweza akaichezesha jamii ikaingia kwenye mgogoro mkubwa sana ambao yumkini wa mgogoro ukaleta changamoto ambayo nchi mzima ukatikisika. Sasa hivi tunaweza tukatolea tu mfano wa Gen Z. Gen Z ilitikisa Tanzania kwa muda mfupi kidogo hivi, lakini sio Tanzania tu, kuna mataifa mengi Gen Z wamefanya nini? Wametikisa. Hawa tunawazungumzia vijana. Sasa vijana na wakati. Kuna wakati vijana wakikosa mwelekeo, mambo yanakuwa ni magumu, wanavurugana. Jamii hizi mbili sasa zinaingia kwenye mgogoro kwa sababu kosa kwanza la kijana ambaye ameenda kwenye nchi ambayo changamani nayo. Alienda kufanya nini? Sawa, alienda kuungana na wale mabinti wa kule lile eneo, lakini kwa utaratibu wa kipindi hicho hawakuruhusiwa kuchangamana na wale watu. Vijana hawa nao sasa wanaamua kutengeneza mchezo wa hila. Kwa nini baba kufanya mchezo wa hila? Lakini vijana, ndio maana Biblia imewaandikia vijana kwa sababu wana nguvu na kwa sababu wanajiamini. Kuna wakati kijana anaamini anaweza kufanya kitu chochote. Yaani hata kama angekuwa na uwezo wa kuibeba dunia, anaweza kuibeba dunia mabegani kwake na akairusha huko. Ndio vijana. Sasa wanatengeneza hiyo hila na hila yao imefanikiwa. Jamii hii imetahiriwa, wanaume wote wa eneo lile ili wampate tu binti, kwa sababu mtoto wa yule mtawala alipenda sana yule binti, ili ampate tu kufuata vigezo, na vigezo mmoja wapo ilikuwa atahiriwe. Sasa ametahiriwa siku ya 3. Kwa habari ya ile mwanaume anajua habari ile, hata kama alikuwa mdogo kiasi gani, unaijua ile habari. Sasa chukulia sasa mtu mzima, wengine wana familia zao, wengine vijana wakubwa wakiwa na ile hali. Sasa hatujui walikutwa kwenye magunia, walikutwa wako kwenye shuka zao, yani haijulikani walikuwa katika hali ipi. Unaweza kufikiria taifa ambalo huwezi kufikiria kuliingilia kihivi linaenda kuvamiwa na kuuawa na watu wawili. Vijana wangapi? Wawili. Wakaua wanaume wa eneo lile wote. Lakini chanzo ni nini? Kijana na wakati. Kijana aliteleza kwa wakati wake, akaenda sehemu ambayo hakutakiwi kwenda, na hatimaye akazoa mambo ambayo alikuja kuvuruga jamii yake na jamii nyingine kwa sababu alikiuka miko. Hebu nisomee sasa fungu la 31. Anasema nao wakasema, je, ni vema amtendee Mungu letu kama kahaba? Sasa haya ni maneno wanazungumza wa vijana wa Yakobo. Baba yao wanalalamika, kwa nini mmeenda kufanya hicho kitendo? Vijana wanasema hapana. Kwa nini amtendee binti yetu kama binti kahaba? Yaani baba analalamika kabisa, kwa nini vijana wangu mmeenda kufanya, hadi mmeenda kufanya mambo yawe magumu kweli kweli. Lakini wakati analalamika hayo, hakujua mchezo ulishafanyika na watu wameshaingizwa mkenge kwa hila, wakatahiriwa na hawana nguvu tena. Na mwisho wa siku kilichotokea, wakauawa wale. Lakini baada ya kuuawa, walibeba wake zao, mbuzi zao, si mifugo na kila kitu, wakaja navyo wapi? Sasa sijui kama ilikuwa ni kulipa sasa hiyo fidia kwa huyo binti Dina ambaye aliharibiwa, sisi hatujui. Lakini Biblia inatuambia walibeba vitu vyote, mpaka wajane waliobaki ambao waume zao wameuawa, wakabeba wakaja nao. Madhara yaliyosababishwa na kijana kwa kutokufuata miko na maadili ya eneo husika. Kwa hiyo tunapozungumza kama vijana tuna miko na maadili yetu kulingana na jamii tunazoishi. Kuna mambo ambayo hatuwezi kuyafanya, ukiambiwa usiyafanye haya usifanye. Jamii ya kanisani, kijana naambiwa usifungiwe nila na wasio. Lakini ni rahisi tu, na kuna kanuni moja tunaitumia, wanasema PCM.
preach, convert and marry. Ni rahisi tu, eti hubiri, badili, oa. Mzee, unaoa mzigo. Kwa hiyo kiufupi, kwenye kipindi hiki cha Kijana na Wakati, tuwafikie vijana popote walipo, wakitazama hiki kipindi wajue kwamba wana nafasi kubwa sana kwa umri wao, haijalishi ni umri gani, wa kufanya mema au wa kufanya mabaya kwenye jamii, na jamii ikaingia kwenye matatizo makubwa mno. Vijana hawa wa Yakobo wakaamua kuibadilisha jamii ile na kuwa jamii nyingine kabisa. Kuambia kutahiriwa sio haikuwa shida. Shida ni kutengeneza mpango kwa hila. Biblia ikisema hila maana yake ni kosa. Kwa sababu singekuwa kosa, Biblia singesema hila, kwa sababu hila ni kutengeneza kitu ambacho ni kinyume. Kwa wale vijana walitengeneza mchezo ambao ni kinyume, sawa dada yao kababa. Lakini Biblia ikisema ni hila, sisemi kwamba kweli kule kutendewa kile kitendo ilikuwa ni sahihi, lakini Biblia ikisema kutengeneza kwa hila, maana inaenda kinyume na utaratibu. Lakini tunawazungumzia ni nani? Ni vijana. Lakini swali jingine nilikuwa najiuliza, baba wa mzazi, baba wa mtoto aliposikia zile habari akanyamaza, baada ya kuchukua hatua yoyote kwamba alikuwa ameridhika? Hajaridhika, hapana. Imemuuma na imemuumiza. Kuna mawili, aidha alikuwa anamlalamikia mtoto wake kimoyomoyo kwa ile amevunja utaratibu wa jamii yao, lakini huenda kulikuwa na mpango ambao nao anafikiria yeye atafanyaje kuhusiana na kile kilichotokea. Lakini kwa sababu vijana wameandikiwa na nguvu wakaja na maamuzi ambayo jamii zote zile mbili ziliingia kwenye mgogoro mkubwa sana. Sasa nikukaribishe Bwana Sayuni kwa kipindi hiki kifupi, unaweza ukashia na vijana wenzio au chache tu hapo mpaka hapo ulipofikia. Kama kuna changamoto kama kijana ambayo huenda unasema hizi changamoto bwana, ni vijana wengi zinatukumba sana. Kama kuna changamoto ambayo unahisi sisi kama vijana inawezekana kwa sababu ya moja, mbili, tatu, wakati mwingine tunalikosea kanisa, kama ile jamii kule zilivogombanishwa na hizi pande mbili. Hiyo binti kaenda kule kwa mambo yake binafsi, lakini wale wakule nao wakafanya ubaya uliofanyika na hatimaye mauaji katikati hapo yakafanyika. Unafikiri kama kijana mfano vitu gani ambavyo tuseme ni common, yani vinafanyika kila wakati hata kwa kutazama kwa jamii, ambavyo hizo vinaweza vikawa na faida kwa jamii inayowazunguka wahusika au vikawa na hasara? Hebu tuanze na vile vya faida ambavyo kuna hisi kabisa kijana kikifanya hiki, jamii ikiwa ni ya kanisani, ikiwa ni ya nje ya kanisa, popote pale, yani sisi tunazungumzia hatumaanishi tu kanisani, popote pale kama kijana kwenye jamii, mchango wako anaufanya kama kijana. Sasa jambo gani ambalo unahisi linaweza likawa ni na faida kijana akifanya moja, mbili, tatu, jamii ikanufaika nayo, jamii ya kanisani au jamii ya nje? Jambo gani? Karibu. Asante sana. Umeongea mengi sana. Na sana. Kwa mimi nitamani uniambie, toa wito. Toa wito. Sisi kama vijana kwa kweli ndani ya kanisa labda niunganishe yaunganisha kwa pamoja, kwamba vijana wakati mwingine tumekuwa tukichukua tunafundisha tunachukua mtu unamhubiri unamwongoa, alafu yani kwani unamhubiri alafu unambadilisha, yani kumuongoa sasa, alafu baadaye unaoa. CCM hiyo inaitwa preach, convert and marry. Sasa vijana hivi tukitumia hicho kitu tunaenda mzima na tunaenda tunafuta moja. Kwa hiyo ni hasara mojawapo kwamba vijana yani tukiingia huko tunaingia moja kwa moja. Kuna baadhi ya wengine wanaingia wanarudi, lakini kuna wengine wanaingia wanapotea. Wanakutana binti huko, aidha wazazi wakawa na ushawishi ukishaingia kwenye uhusiano kubwa sana pale. Kubadilika ni rahisi sana, kubadilika ni rahisi kwa watu wa sawa. Wakishaingia huko uelewe ndio kupitia hiyo moja kabisa kule wazazi kwa sana, familia ambayo ina ushawishi mkubwa, ukajikuta na wewe unapotea. Kwa jambo la kwanza ni kutoka nje ya kanisa ya wengi sana, yani kisha cha kwenda kule, yani kuna asilimia nyingi sana
kwa hiyo kwa jioni ya leo tunajaribu kutuambia kwamba kama kijana wa jamii ya Kiadventista, unajua tunazungumza vijana wa jamii husika ambayo inashikamana, inachangamana na inaruhusiwa kufanya vitu ambavyo vimeruhusiwa kufanya pamoja. Tunamzungumzia binti Dina kwa sababu alienda kwenye jamii ambayo haruhusiwi kuchangamana nayo, ndio maana akaingia kwenye nini? Kwenye changamoto. Lakini hata Samsoni pia, Samsoni yeye alienda kwenye jamii ambayo haruhusiwi kuchangamana nayo kule, lakini kilichomkuta mwisho wa siku, mtu ambaye anapigana na simba anaangushwa binti tu mlembo hivi na hatimaye kajikuta kabisa hali mbaya, watu wakatoboa mpaka macho yenyewe. Naam, kaona tunataka kutuambia au kuambia vijana, moja ya makosa ambayo yanafanyika kujaribu kuchangamana na jamii ambayo tuchangamani nayo, tukiamini tunaweza tukaibadilisha, lakini mwisho wa siku huenda tukaongolewa sisi badala ya kufanya nini? Sisi ndio tunabadilisha ya kubadilisha. Jambo lingine ambalo nahisi kama jamii ya watu wa Mungu, labda naweza nikauliza swali ambalo limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa vijana walio wengi inapofikia umri wa kuoa. Vijana walio wengi wanapigiwa kelele sana, na mimi huwa nasema wakati mwingine msiwapigie sana kelele, kwa sababu kwenye ndoa hapo mzee, ni taasisi, ukishaingia umeingia. Kwa kama mama anapiga kelele kweli kweli, basi mtafutie mkwe mama, kama anataka mkwe basi mtafutie, ili mambo ya unajua kuna wakati ukishafika hata wazazi wenyewe wanatamani kuona mtoto wao anawaletea mjukuu, japokuwa hayo ni mawazo ya wanadamu. Hivi vipi ukamuoa alafu nasikuletee mjukuu? Utabadilisha? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tu wazazi nao wawe na ile kujua kwamba tunapaswa kuwaruhusu wao waoane, wakaanzisha maisha yao. Habari ya mjukuu si na nini, hiyo ni mipango ya nani? Ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo umejaribu kutuambia sasa kwamba bwana, changamoto hapo kwenye kuoa, hizo kelele zinapigwa sana, na kwa kweli tunazisikia kelele zinapigwa, lakini sasa nini nyuma ya pazia kinachosababisha kelele zipigwe na watu wasikii? Ni kwamba mabinti wako au hawapo, au sera haziwezi kumwagwa vizuri. Changamoto ni nini? Karibu sana. Labda changamoto hiyo kubwa hata jana kujadili sana na vijana wenzangu, naona si imani tena natamani siku moja kwenye kipindi kama hiki tukutane na vijana wote wa kanisa ambao wamefikia huu umri, alafu tuyazungumze ya mimi nikiwa kama sasa mimi mwenzetu nishatoka. Kwa hiyo uzoefu upo. Kama kuna mtu anasema ndoa ni chungu, wewe njoo nifuate, usisikilize maneno. Ndoa hazifanani. Wewe ukiambiwa na mtu ndoa ni chungu, inawezekana ikawa ni chungu kwake, lakini sasa uchungu upo wa aina tofauti. Uchungu wa Abi hauwezi kufanana na uchungu wa asili. Kila mtu anapitia changamoto zake, kwa haziwezi kufanana. Na usimsikilize mtu bwana, kwenye ndoa kuna changamoto gani? Ingia, mtamu wa ngoma ni shari, tuingie kufanya nini? Mcheze. Ingieni mcheze. Jambo lingine kwamba kuna changamoto, mabinti ni wengi sana. Unaona changamoto kubwa binafsi na hapo nimeshirikisha na wenzangu kujadili hili, tukagundua kwamba tatizo leo wanataka hela, yaani wanataka sasa kabisa, yaani mabinti wanataka mtu awe na pesa, kwa sababu kwa hiyo ya kuangalia nafikiri kuna wakati wa kumtaka yule mwenye gari, ukiwa na ule umri ambao unaona kabisa sasa hivi unakuruhusu, lakini kuna kipindi maji ya jioni atafika, utamtafuta ambaye hana gari, utampata. Utakuwa unamhitaji sasa na yule ambaye hana gari umpate. Mwenye gari hajaja, na mwisho wa siku yeyote, Mungu naomba nipe yeyote atakaye kuja mbele yangu. Sasa kwenye yeyote hapo sasa watageuka kuwa mabinti Dina. Yaani sasa hapo kwenye yeyote hapo sasa unajikuta umegeuka kuwa binti nani? Kuwa binti Dina, kwa sababu utaenda sasa hatimaye
kubadilishwa huko sasa, ukasema ngoja niende Timna alafu nitabadilisha nitaleta kanisani, na mwisho wa siku unabakia huko au unafanya vitu vya ovyo, hatimaye usiweze. Kwa kumbe changamoto kubwa ambayo inawakumba vijana wengi ni wanatamani kuoa, lakini kwa sababu pesa haijaruhusu, waolewaji wanataka uwe mfuko tuna kidogo uje na gari sasa labda mimi kwa ushauri wangu cha kuwashauri, pesa huja na pesa huondoka. Binti huyo sasa ambaye anataka kuolewa na mtu akiwa na gari, akiolewa mwaka wa kwanza mwaka wa pili hizo gari na zikaondoka na pesa zikaondoka, anafanyaje? Yaani swali langu sasa ndio hilo, changamoto kwa vijana kwamba pesa huja na pesa huondoka vile vile. Kwa hiyo sasa kama mtu anataka olewe na mtu ambaye unasemaga funguo tatu, funguo tatu hizo funguo tatu maana yake ni funguo ya nini? Ya gari, nyumba, tatu ni nini? Na ofisi. Basi kama ni hivyo basi vijana tuna kazi ya kufanya. Wapendwa, mali huja na mali kufanya nini? Kuisha. Kama kilio chako na maombi yako kwenye box hapo ni kwamba nipatie mimi mwenye hizo funguo tatu, vigezo vinaandikwa kabisa, kama vinaandikwa kabisa, unaweka kwenye box hapo, hizi tayari zitabadilika rangi hapa, yaani tutasugua sana magoti na mpaka tutafanya nini? Zitabadilika. Kwa hiyo Waswahili wanasema bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Umeshaisikia hiyo kauli? Ni kauli nyepesi sana, lakini ni kauli nzito sana. Mlango wa mwenzio usilalie, bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Utalala siku hiyo mlango wazi na ataingia mdudu. Wale waliotoka huko mapolini huko, utalala mlango wazi siku hiyo, sasa ataingia, tapita na wewe lakini kuna mwenzio alilala mlango wazi hajapatwa na jambo lolote. Ndio maana ya bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Kama mwenzio ameolewa na funguo tatu, jitafakari hiyo bahati yako. Wewe subiria bahati yako, na wewe bahati yako inawezekana ni huyo ambaye ana ufunguo mmoja wa ghetto. Ufunguo nini? Wa ghetto. Kaanza maisha pamoja, mkipambana na hatimaye hiyo pesa utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ni changamoto hiyo sasa, naanza kuona kumbe wawaji wapo, lakini wanataka kuolewa, wana masharti na wana mipaka, wanataka jambo fulani. Sasa umenifungua macho sana. Hiyo nilikuwa sijui, ninaona tu vijana labda wanaruka hivi. Mimi kwenye akili yangu nilikuwa nafikiria hata vijana wanataka kuoa alafu wanapambana na changamoto. Mimi nimeanza kusimulia changamoto ambayo nilipata. Nimebakisha miezi mingapi tu hapa nioe, alafu natokea leo. Nafikiri labda vijana wengi na wenyewe anakumba hayo, afu yanawakatisha tamaa. Kama ni mwingine anaweza kukata tamaa kabisa, na sasa kuoa kwa nini? Sikuona nifanye nini? Niache. Kumbe changamoto tuseme ni pesa. Hivi huyo mtu sasa mfano akaamua tu labda anakuja na hizo funguo kumbe gari la bosi, ufunguo mwingine ni mageto, na ufunguo mwingine labda wa kitu kingine huko anakojua wenyewe. Mwisho wa siku nakajikuta umeolewa, alafu mwisho wa siku naambia bwana, hii funguo mimi naendesha kwa bosi, napeleka kwa mjini na rudi. Utafanyaje? Kijana mmoja aliniambia siku moja, akaniambia kwamba ukitaka baadaye kija kuuliza kwa nini danganya, bora bado nikakupata. Kwa hiyo kumbe ile habari ya Dina na kaka zake kuna wakati mwingine natumika, unafanya kwa hila ili umpate. Kuna yule jamaa nahisi unaona tokali sana, nisingefanya hivi nisingepata, nilikuwa namkosa wewe. Lakini sasa mazala ya kudanganya baadaye nikuja inawaletea shida kwenye ndoa. Unajua sasa mnaenda kuwa kitu kimoja na ni kwa muda mrefu. Huu uongo uliotumika hapa, huyu naye kuna siku atakudanganya kitu. Kikoloma atakwambia mbona wewe ulini? Bwana sio njia nzuri. Kitu jambo jingine ambalo nahisi vijana wanapitia kwenye dunia hii ni nini?
ukiacha na mambo ya ajira. Unajua ajira nayo imekuwa ni changamoto ambayo kila mtu imemkumba, na mimi naweza nikatolea mfano mzuri tu kwamba kuna watu tuna degree zetu tumekaa, alafu tumeamua tunafanya kazi ambazo sio hatujasomea, yani tumetembea na bahasha we kafika sehemu sasa haiwezekani. Ni kwamba sasa inabidi ili kazi hiyo ikiwa tu ni halali ikipatikana twende kazi, na kazi inafanya nini? Inafanyika, na mwisho wa siku sasa tunazoea na maisha yanaendelea na yanabadilika taratibu, lakini mwanzo of course kuipokea inakuwa ni ngumu sana. Sasa labda mimi niwatie moyo vijana, wakati unaitafuta hiyo kazi sasa, unasema kujishikiza, fanya kitu yani cha msingi hicho kitu kikiwa ni halali, yani kitu ambacho kinakuingizia kipato ni halali. Unajua kuna wakati ambapo tulikuwa tunatafuta hizo kazi, hata hela ya ile kupigia picha ya kuambatanisha kwenye CV unaomba. Ila hivi vipi wakati unasubiria huo mchongo sasa unafanya kazi nyingine, ukipata huo mchongo unatoa kwenye hela chako ulichokifanyia kazi kwa wakati huo, alafu unaenda huko kama ni posta kama ni wapi unapeleka barua yako, alafu unarudi kwa kutumia hela yako ambayo unapambana hapo wakati unasubiria. Na hakuna kitu kigumu kama kusubiria kazi wakati una kazi. Yaani ni ngumu mno unasubiria kazi wakati una kazi. Lakini kama kuna sababu umejishikiza, bahati mbaya sasa ukijishikiza sehemu ambazo zinatokea unakuwa ni kama hujachukua muda mrefu sana, unajisaulisha kwa sababu umeshazoea pale unapata chochote kitu. Kwa hiyo inakubeba, mwisho wa siku unajikuta ukiitwa kazini watu wanaona ni kama umepata haraka sana, lakini sasa kaa huo muda bila kuwa na kazi yoyote. Ukifika umeona tangazo hilo kwa nataka nitume maombi yangu ya kazi sehemu fulani, lakini bwana sina 5,000 kupiga picha, sina nini, shida. Kwa hiyo niwatie moyo, ukimaliza chuo, tunapomaliza chuo tunakuwa na matumaini makubwa kwamba nikishamaliza mimi mwezi wa kwanza wa pili niko kazini. Kazini unataka kwenda, kuna watu unafanya hiyo kazi. Kumbuka unapomaliza huo mwaka kuna maelfu wa kada yako unamaliza hiyo kozi, sio wewe peke yako. Kwa hiyo tunarudi kule acha mwanzo usilalie mlango na yote ni mipango ya nani? Na kusema kwamba vijana wasisome, elimu ndio kila kitu. Kazi yote utakayoifanya hata kama ikiwa nje ya taaluma yako, kama huna shule utafeli au unaweza kufanikiwa. Cha msingi shule kwanza. Jambo jingine ambalo nahisi tofauti na changamoto ya ajira vijana linalowakumba vijana, tumezungumzia mambo ya kiroho. Kwenye kiroho kunako vijana hizi kawa labda ni changamoto napitia changamoto fulani ambazo zinawapelekea wakati mwingine hata kwenye ibada kawa labda changamoto kufika, au ule mwendelezo wa kusimama kabisa upande wa Mungu kwa changamoto. Kwenye mambo ya kiroho vipi vijana, changamoto zikoje? Mambo ya kiroho vijana tunapitia changamoto nyingi sana, kama makundi ya vijana, lakini pia naweza nikazungumzia pia hata kwa kanisa, nikajipia mzigo kanisa, kwa sababu kanisa inapaswa tukusanye pamoja, tuweke pamoja vijana, tengeneze kitu ambacho au mada ambayo itamfanya kila kijana atamani kuja kanisa. Kujua vijana sasa kitu kikubwa sana ni kushirikishwa, lakini pia ajira ni kazi yao. Kwenye swala la uchumi ndio unaofanya pia vijana walio wengi warudi nyuma. Uchumi hakuna kingine. Kijana akiwaza anadaiwa kodi, anataka kuipata, hana kazi, akienda kuomba kazi akafanikiwa kupata kazi, alafu yani amekosa kazi miaka 5, akaja akapata kazi, afu hiyo kazi inapata Jumamosi afanye kazi, amekaa chuma miaka 3 hana ajira. Akifikiria hapana, mimi nitafanya. Umeona, ndio chanzo tunakutana kwa mtu labda kaomba kazi huko miaka mingi, tunarudi kukosa, kuja anapata mwisho siku anapatisha kazi ambayo nadhani vijana tunakosa namna. Hilo sasa of course inaweza kuwa ni mada nyingine
ambayo kwa kweli na yenyewe inabeba uzito mkubwa sana. Kuna wakati wa kuomba nadhani tunakosea, tunalazimisha kitu ambacho Mungu hahitaji tukifanya, alafu sisi tunalazimisha.